Mungu hujifunua zaidi sana kwenye faraga. Tunaweza tukamwangalia hata mifano katika Biblia. Musa alikuwa huko jangwani, kijiti kikawaka moto, akasema ngoja nigeuka. Ilikuwa ni faraga ile. Haikuwa kule mbele za watu wana Israeli, hamna mtu alimuona, hata baba mkwe hakumuona, hata wachungaji wengine hawakumuona. Tunaona Gideoni alikuwa huko anatengeneza nani ya baba yake. Huko akatokewa na malaika. Kwa hiyo faraga inahitajika sana. Alafu katika faraga ndipo tunaongeza mahusiano yetu na Mungu. Tunamjua Mungu zaidi. Kwenye faraga. Sio tu katika kuomba, tutaendelea. Sasa hebu tuangalie Bwana Yesu. Bwana Yesu katika Mathayo 26. Neno Mungu linatuambia kuanzia mstari wa 37, akamchukua Petro na wale wana wawili wa Zebedayo, akaanza kuhuzunika na kusononeka. Ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa, kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Kwa hiyo katika 12 Bwana Yesu akatwaa watatu. Umeona? Kawacha wale 9 na Yuda Iskariote alikuwepo kwa wakati huo. Akawacha wale 9, akaenda nao mahali pa faraga. Lakini hata alipofika hapo, mstari wa 39 unasema maka 38 akamwambia, kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Akaendelea mbele kidogo, akaenda, sio kwamba alikaa na wale watatu, akaenda peke yake, akaangua kifudifudi, akaomba akisema, baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, lakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Haya ni maongezi kati ya baba na mwana. Petro, Yohana na Yakobo hawakutakiwa wayasikie. Na ndio maana nasema na mimi na wewe tunatakiwa tuwe na faraga.